hamidan wa musalliyan wa musalliman wa ba'd. Jina langu naitwa Mwalimu Mzee Mwenyikai, nafundisha shule ya Sheikh At-Hissa Islamic Seminary, lakini ni mkuu wa idara ya Qur'ani katika jumuiya ya shule za Kiislamu za msingi Tanzania, kwa kifupi TIPSO, ya Tanzania Islamic Primary Schools Organization. Nichukue fursa hii na mimi kama wenzangu walivyotangulia, kaka yangu Sheikh Nuruddin Kishki, Allah muhifadhi, lakini pia na mzee wangu Sheikh Othman Kaporo, Allah muhifadhi, ambaye yeye ndiyo aliyetuita mwaka 2005 katika ofisi za International Islamic Relief Organization, kipindi hicho ofisi zikiwa mtaa wa Kongo na Grey, kwamba tuanzishe shule za msingi mashindano ya Qur'ani. Alhamdulillah, harakati zikaanza mwaka 2010, tukaanza na shule 5, lakini mpaka sasa tumefikia zaidi ya shule 22 zinashiriki kila mwezi wa Ramadhani na washiriki zaidi ya 100. Kwa hiyo mashindano yetu yanafanyika kila mwezi wa Ramadhani na ni kwa kuhifadhi. Lakini kwa mwaka jana tulianzisha jambo geni kidogo ambalo halimo katika mashindano mengine. Yaani kuna maonesho ya Qur'ani na sayansi, ambapo wanafunzi wanasoma zile aya ambazo zinazungumzia sayansi. Walianza mwaka jana, na jambo hili inshallah itakuwa endelevu. Nichukue fursa hii kuwashukuru ndugu zetu Africa TV ambao walituita, tukakaa nao kikao cha kwanza ofisini hapa, lakini tukawaita pia pale katika shule ya Sheikh At-Hissa pamoja na walimu wote wa idara za Qur'an kutoka mashule yetu, tukalizungumza jambo hili kwa kirefu, kama kuna mashindano ambayo yanakuja kama walivyozungumza wenzangu kwa njia ya kutazama, lakini hasa wataangalia katika mambo makubwa mawili: al-itqan wa sauti, kwamba mwanafunzi awe anasoma vizuri kwa hukumu zake, makhariji yake, sifa za sifatul huruf na mengineyo ambayo kama alivyosema Sheikh Kaporo kwamba Qur'an ina mambo mengi sana. Kwa hiyo wataangalia hayo, lakini kubwa ni duna al-bulugh, kwamba ni wale ambao watakuwa kwa chini ya bale. Sasa sisi kama TIPSO alhamdulillah tunazo shule nyingi na wanafunzi hao wanapatikana kuanzia darasa la kwanza mpaka la 5 mpaka la 6, hapo wanaweza kupatikana. Na shule nyingi alhamdulillah wanahifadhisha Qur'ani. Kuna ambazo zina halaka za kuanzisha Qur'ani, lakini pia kuna ambao kuna programu nzima ya kusoma Qur'ani mbali madarasani wanafundishwa, lakini pia kuna programu ya kusoma Qur'ani kila siku asubuhi, Qur'an citation wanasoma asubuhi kabla ya kuingia darasani. Na alhamdulillah inasema kuna shule nyingine hata mpaka siku ya mtihani wa taifa darasa la 7 lazima wanafunzi kwanza wasome Qur'ani. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wazazi wote wa shule ambazo ni wanachama za Kiislamu Tanzania za private kwamba waitumie fursa hii kuwashajisha watoto wao waweze kushiriki katika mashindano haya ambayo ni mepesi kwa maana ya kuangalia, lakini pia inahitaji nguvu kidogo za ziada kwa maana ya kutangaliwa sauti nzuri, pia kutangaliwa na hukumu za usomaji wa Qur'ani. Sisi kama TIPSO tunajikita katika swala hili ili kuweza kupata jamii yenye maadili, kwa sababu Qur'ani ndio mwongozo wa Waislamu. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, na aya nyingine inasema hudan lilmuttaqin hudan linnas. Kwa hiyo Qur'ani ni mwongozo kwa watu, lakini ni mwongozo kwa wacha Mungu. Kwa hiyo mtoto anapopata mwongozo kuanzia hali ile kama ni mdogo, kwa hiyo hii inampa nguvu kwanza ya kuweza kukumbuka yale ambayo anafundishwa katika Qur'ani, lakini pia kuweza kukumbuka yale ambayo anafundishwa katika masomo mengine, kwa sababu wanasema semaji al-ilmu fi sighari kanakshi ala al-hajar. Kwa hiyo akipata mwanafunzi kufundishwa Qur'ani akiwa na umri mdogo, anapata ile nguvu ya kukumbuka faida yake, lakini pia fahamu na kuwa zinadumu muda mrefu sana katika kujifundisha hata masomo mengine ambayo ni ya secular. Lakini pia kimaadili anakuwa ni mzuri kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio modo wetu, kama alivyoulizwa mwana Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akajibu kwa kifupi kwamba kana khuluquhu wal Qur'an, tabia Mtume ilikuwa ni Qur'ani. Na sisi TIPSO nataka kuanzisha jambo hili kwamba tupate kizazi ambacho ni cha Qur'ani, Quranic generation, aljilu alqurani, tupate kizazi ambacho kitakuwa cha Qur'ani, kwamba ni misahafu ambayo inayotembea. Ndugu yangu Bakari katuambia kwamba tunataka kuanzisha msahafu wa TIPSO, kwamba TIPSO wao wana msahafu wao ambao ni hao vijana ambao kushiriki kwao katika ile Search Qur'an Star au Qur'an Search Star, kama kutafuta watoto wenye vipaji
Kwa hiyo itawasaidia watoto hao wajulikane vipaji vyao, kuvitangaza ndani ya Tanzania, kuvitangaza nje ya Tanzania. Lakini pia shule kama shule itapata fursa ya kutangazwa kwa zile ambazo shule zinashiriki. Lakini pia itakuwa mwalimu ambaye kamfundisha naye pia atakuwa anapata nafasi ya kutangazwa, na tumeambiwa pia kutakuwa na kipindi maalum baina ya magharibi na isha, hata wale walimu pia ambao wanafundisha Qur'ani na wao watapewa vipindi kutafutwa mwenye sauti nzuri ni nani. Nimalizie na kisa kidogo kama alivyozungumza ndugu yangu kakangu Sheikh Kiski kwamba takiwa kuwa na sauti nzuri kwenye Qur'ani, ndio Uislamu. Hata adhana pia iwe nzuri. Mtume mara nyingi kumwambia Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, tufurahishe kwa adhana. Kuna mkoa mmoja siutaji, kuna mtu alikuwa anaadhini, sasa sauti yake si nzuri, ni mbaya. Sasa wale uongozi wa msikiti, ambao jambo hili msikiti mingi hakuna waadhini maalum, wakaona huyu tufanye jambo gani, na anawahi sana bwana, yuko very punctual, kifika muda swala tayari yupo anaadhini, lakini sauti yake mbaya. Wakaficha ile maiki na kwenye amplifier ile wakaifungia na kufuli. Sasa anakuja pale maiki ipo imefichwa. Bwana mmoja akamwambia, bwana iko pale kwenye amplifier lakini pamefungwa na kufuli. Lakini pale kwenye amplifier kuna vyuma vya kuzuia uwezo sibe. Sasa akafikiria chofanya, akawasha switch pale. Kwa switch pale akalala. Kulala akatoa adhana vile vile kalala. Kwa hiyo bwana huyu mwacheni endelee hivyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.